na kutufundisha vile ambavyo umekusudia, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, asante kwa sababu ya uaminifu wako, asante kwa sababu ya rehema zako Kristo, katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Unaweza kuketi kwenye uwepo wa Bwana, mtu wa Mungu. Tunaendelea na somo ambalo tuko nalo kwa wiki hii lenye kichwa kinachosema maombi ya kumlingana Bwana. Maombi ya kumlingana Bwana. Maombi ya kumlingana Bwana, au unaweza kuandika maombi yenye ufanisi. Maombi yenye ufanisi, effectiveness. Jana nilikueleza ya kwamba haya ni maombi ambayo kuacha kwake ni hadi umeona Mungu amejibu kile ambacho unamlilia akutende. Ile hali ndani ya moyo wako kukoma, kuanza kusikia uhuru moyoni, ni mpaka umeona results. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema ni maombi ambayo unaomba kwa muda mrefu. Ni maombi ambayo unaomba kwa muda mrefu sana. Na kwa nini muda mrefu sana? Ndani ya moyo wako kuna kitu ambacho unataka kionekane. Kuna kitu unataka kionekane. Result oriented. Unataka uone matokeo yako. Na si watu wengi sana ambao wanaingia kwa picha ya kutaka kuona matokeo. Sasa maombi ya namna hii ya kumlingana Bwana ni maombi ambayo ndani yake unakuwa na kiu ya kutaka kuona Mungu akitenda, Mungu akifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio maombi ya kuomba dakika 5, dakika 10 unaacha. Ni hali ambayo ndani ya moyo wako imekushikilia. Yaani tulitazama kile kitabu cha Samueli wa kwanza. Tuliangalia kile kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya kwanza. Nataka turudi tena pale kwa muunganiko ambao nataka tuingie kwenye kipengele kingine, lakini nataka tutokee ambapo tulianzia jana. Ile Samueli wa kwanza sura ya kwanza, ile sura ya 12, Biblia inasema ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli alimwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikike. Lakini bado alikuwa naomba. Sitakuja kusahau kipindi fulani tulikuwa tunatoka Dar es Salaam tunaenda Mwanza. Tumefika airport kwa ajili ya kupanda ndege kwa ajili ya kuondoka Mwanza. Nilikuwa nimekaa pembeni na mchungaji, tumekaa kwenye ndege ile. Tumeingia tu ndani ya ndege, mchungaji alinyamaza, hakuongea.
niliona midomo yake inacheza mpaka tunatua Mwanza, midomo yake inacheza, anaomba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni kanuni nzuri sana. Unaweza kama unaendelea kufanya kazi lakini huko unaomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuone pia ambacho kilitokea Paulo au Sauli kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 ule mstari wa 11. Hata nataka tuanze ule mstari wa kwanza. Biblia inasema, lakini Sauli akizidi kutisha na kuanza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasaye kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Lakini akainuka katika nchi, na macho yake yamefumbuka. Yalipofumbuka hakuona kitu. Akamshika mkono, akamleta mpaka Dameski. Akawa siku 3 haoni hali wala hali. Bwana Yesu asifiwe. Angalia vizuri. Ikawa siku 3 haoni hali wala hali. Basi palikuwa hapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono. Anania akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia itwayo Nyoofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 9 Biblia inatueleza ya kwamba akawa siku 3 haoni hali wala hali. Watu wengine wanamtazama kama mtu ambaye kuna kitu gani kimetokea, hawaelewi. Wanachojua ni kwa kipofu, haoni siku 3 hali wala hali, kanyamaza kimya. Watu hawaelewi kilichompata, hali chakula, hali chochote. Sasa Yesu anamwambia hapa mstari wa 11 ya kwamba Bwana akamwambia, simama, enda zako katika njia iitwayo Nyoofu,
ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba. Bwana asifiwe. He is praying, anaomba. Lakini hao watu wa pembeni wanaotazama hawaoni kama anaomba, ila Mungu anaona anaomba. Yesu anaona anaomba. Wengine hawaoni anaomba, lakini Yesu anayetazama ndani ya moyo wako na kile ambacho unakisukuma, aliona anaomba. Sema angalia anaomba, hali siku 3. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na huko kwa Hana vile vile, wakati mume wake anahisi amelewa, hakuwa amelewa, lakini alikuwa na uchungu ndani ya moyo wake. Hakuna namna anaweza kaongea watu wakamsikia anavyoomba, lakini ndani ya moyo wake alikuwa anaomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu aliomba siku 3. Sauli aliomba siku 3. Biblia haituelezi alikuwa anaomba nini, lakini Yesu alimwambia Anania, angalia anaomba. Kama alikuwa anaomba, Yesu alikuwa anasikia maombi yake. Tunaenda pamoja? Na kama alikuwa anasikia maombi yake, alimjibu maombi yake. Na huku kwenye Samueli wa kwanza, kwenye Samueli wa kwanza pale unaona ule mstari wa 12, unaona Biblia inasema ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, alipodumu kuomba mbele za Bwana. Maandiko hapa yatuelezi ilikuwa ni siku ngapi, ila inasema alipodumu kuomba mbele za Bwana. Kudumu maana yake kuzidi kwenye jambo hilo unalolifanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unaelewa vizuri. Kuna kiwango ambacho Mungu akitaka uombe kwa muda huo ambao amekuwekea, matokeo yako katika kuomba kwako yanategemea uaminifu wako kwa Mungu katika kuomba kwa ajili ya zile siku ambazo Mungu aliziweka usiku. Haleluya. Na ndani ya moyo wako Mungu atakuwekea hiyo kitu, atakuwekea hiyo bidii ndani, atakuwekea huo uwezo ndani ambao hautasikia hali ya kukata ndani ya moyo wako mpaka zile siku ambazo Mungu amezikusudia zimefika katika kuomba kwako. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kile kitabu cha Isaya 62 ule mstari wa kwanza na wa pili. Isaya 62 mstari wa 2 na wa 3, alafu tutasoma ule wa 6 na wa 7. Angalia Biblia inasema, kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza na uongofu wake kama taa iwakayo. Nitaji usome vizuri bwana. Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako, nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana.
Angalia ule mstari wa 6. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, msiwe na kimya. Keep no silence to God. Msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya mpaka atakapofanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa duniani. Sasa haya maneno ukiyaunganisha na ule mstari wa kwanza, unaweza ukaona kuna mpango wa Mungu kwenye maisha yako, halafu kuna wajibu wako juu ya mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Si kama tunaelewa hapa? Anazungumza kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza na wokovu wake kama taa iwakayo. Mstari wa 6 unaona majukumu, responsibility inayoconnect hivi vitu viwili, kati ya Mungu kunyamaza na Mungu kutulia. Tunaenda pamoja hapa. Anazungumza, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya. Mstari wa kwanza ameeleza ya kwamba hatanyamaza wala hatatulia kwa ajili ya Yerusalemu. Mstari wa 6 anazungumza ya kwamba ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msikae kimya wala msimwache akae kimya. Wanaomwacha akae kimya ni watu gani? Watu ambao wamepewa majukumu ya kupaza sauti mbele za Bwana kwenye madhabahu ili Mungu asinyamaze. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo inaweza ikawa ni haki yako Mungu kukupatia, lakini usipoomba ukamwacha akae kimya, atakaje? Sijui kama tunaelewa. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msimwache akae kimya. Ufunuo Yohana sura ya 8 ule mstari wa kwanza anaeleza ya kwamba kulikuwa kimya mbinguni muda wa nusu saa. Kimya mbinguni. Sasa kama mbinguni ilikuwa nusu saa, duniani ilikuwa siku ngapi? Kwa sababu kama kwa Mungu siku moja ni siku ngapi? 1000, si ndio? Na siku 1000 siku moja kwa Mungu. Sasa kama mbingu zilinyamaza nusu saa, huku ilikuwa ni siku ngapi? Na kwa nini mbingu zilinyamaza nusu saa? Unaona kwenye kile kitabu cha Ufunuo Yohana, akitokea malaika akichanganya uvumba kwenye madhabahu, ambao ule uvumba ni ikiwa inaashiria maombi ya watakatifu. Angalia pale, hata alipoifungua muhuri ya 7 kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Nami nikawaona wale malaika 7 wasimamao mbele za Mungu, nao wakapewa baragumu 7. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu, mwenye chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi
ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Unapoona Biblia inazungumza juu ya mbingu kunyamaza, maanake kuna kiwango cha maombi juu ya watu kimekauka ndani yao. Na unapoona mahali popote hali ya maombi imekauka, uwe na uhakika ni hatari sana, sababu maombi hayatakiwi kukauka. Maombi hayatakiwi kukauka ndani yako, hayatakiwi kukauka kwenye madhabahu, hayatakiwi kukauka kwa watakatifu. Maombi hayatakiwi, kwa sababu ni mawasiliano kati yako na Mungu. Mungu afanye kitu gani? Kwa sababu kila kitu kinachotokea kinaamliwa na watu wanapoomba. Mungu anasikia tunapoomba, na tunapoomba anajibu maombi tuliyoomba. Maana yake nini? Maana yake tusipoomba hajibu. Tusipoomba hajibu. Ombeni nanyi mtafanyaje? Kwa hiyo tusipoomba hamtapewa. Ni kanuni, ni kanuni. Hakuna kitu kinaumiza sana mtu anapita kwenye mazingira magumu, ndani yake hali ya kuomba haipo katika, wala hasikii hata kidogo kiu ya kuomba haipo. Na unapoona kuna hiyo hali na kiu ya kumtafuta Mungu, kiu ya kuomba, kiu ya kumtafuta Mungu, saa nyingine unatembea barabarani, lakini ndani ya moyo wako unasikia kuendelea kuomba, unasikia kuendelea kumwambia Mungu jambo. Unamwambia Mungu, ninaomba nikumbuke. Mungu, ninaomba kumbuka familia yangu. Mungu, ninaomba kumbuka watoto wangu. Mungu, ninaomba kumbuka familia yangu. Kumbuka mume wangu, kumbuka mke wangu, kumbuka na ndugu zangu. Unaendelea, hiyo hali inaendelea ndani. Ujue kuna kitu ambacho Mungu anakifuatilia kwenye maisha yako, anakusubiri wewe kuja kufanyia. Haleluya, Bwana asifiwe. Ni hatari sana adui anapokunyang'anya maombi ndani yako, ni hatari. Hana angeridhika kwamba yeye ni tasa, sababu Biblia inateleza Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Angeridhika asiingie kwenye maombi, asingesema. Mama mmoja aliolewa kwenye familia moja. Mwaka wa kwanza ana mtoto, wa pili ana mtoto, wa tatu ana mtoto, wa nne ana mtoto, wa tano ana mtoto, wa sita ana mtoto, wa saba ana mtoto. Mawifi wakaanza kushangilia. Wifi mmoja akamwambia, wewe kuzaa labda nywele zote kwenye kiganja cha mkono wako. Yule mama akajisikia vibaya sana. Sema niongeze kingine. Ukiona umebeba ujauzito kaza, mje mkate vidole vyako kwenye mikono. Yule mama akaingia kwenye maombi kwa uchungu, akirifaa. Usisahau manyanyaso wanayokusema watu. Unapoenda mbele za Mungu, usisahau, nenda naye, mwambie Mungu, wewe wameniambia hivi. Yaani yale manyanyaso, maneno yanayosemwa, nenda nayo kwa Mungu. Hana nenda nayo. Endea Mungu atakapomkumbuka na kumwondolea teso la mjakazi wake. Teso gani? La Penina. Yule mama
akaenda kwa ujasiri kwa Mungu kumwomba, akamwomba Mungu akamtendea, akamfanyia muujiza, akapata ujauzito. Mwaka wa 8 akajifungua. Yule mtoto niko naye kwenye grupu moja la WhatsApp, yule mtoto halafu ana nafasi kubwa kwenye nchi kubwa. Ni kiongozi. Alivyokuwa mama yake akamwelezea, akamwambia ndo alivyokuambia shangazi. Dogo akasafiri akaenda kwa shangazi. Nimesikia habari zako ulizosema, ninaomba vidole vyako vimekuja kuvikata. Suriweka na dili nimekuja kuvikata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nakueleza hiki kitu? Watu wamekusimama, wamekuonea, wamekunena mabaya. Chukua yale maneno. Ni barua umeandikiwa kazini ya kufukuzwa kazi, chukua ile barua, njoo nayo kwenye madhabahu. Unajua sasa watu wengi hawaelewi ile nyaraka ambayo aliandikiwa Hezekia, aliyoandikiwa na mfalme wa Ashuru. Alichukua ile nyaraka, ule waraka alichukua, akaubeba, akaenda nao kwenye madhabahu, wakaushika ule waraka, wakakaa nao kwenye madhabahu, yeye na Isaya, wakamlilia Mungu. Mungu akasikia mpaka mbinguni. Mungu akaja kujibu ile barua ambayo ilitumwa na mfalme. Wewe unalia, mtu amekuandikia barua, amekusimanga, unalia. Chukua ile barua, chukua ile message imetumiwa kwenye WhatsApp ya maneno ya kudharau, kusema vibaya, kukutukana, ichukue. Ndio maneno. Lia na Mungu. Mungu anajibu katika haki. Lia na Mungu, mwambie Mungu namna ambavyo watu wamekudharau, namna ambavyo watu wamekusimanga, namna ambavyo watu wanakunena vibaya. Nenda mbele za Mungu hivyo hivyo, na hiyo barua ipeleke kwenye madhabahu. Mungu atajibu, Mungu atajibu. Haleluya. Tatizo ni vile ambavyo hatuoni na hatujui nafasi ambayo Mungu ametupatia kwenye ulimwengu wa roho. Hatujui na hatuioni. Hatujui na hatuioni. Lakini kile ambacho tunakitamka kwenye madhabahu, tunakitamka kwenye maombi, lazima imekuwa. Haleluya. Haleluya. Kuonyesha andiko moja, alafu tuingie kwenye maombi. Marko 11:23. Anzia ule mstari wa 22 mpaka 24. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Yesu akajibu akawaambia, muaminini Mungu. Muaminini Mungu. 23. Amin nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu, yeyote, hapa hazungumzii mchungaji, hazungumzii mzee wa kanisa, hazungumzii askofu. Anasema hivi, yeyote atakayewaambia mlima huu
ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Mstari wa 24, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Maona ya maneno, wakati walipokuwa wamefika sehemu akaulani ule mti ambao ulikuwa hauna matunda, alipokuwa ameuelea ili apate kula chakula, akaambia asipatikane matunda kuanzia leo hata milele. Baadaye ule mti unyauka kabisa kutokea shinani. Sasa wanafunzi wakashangaa. Yesu akawaambia hivi, mwaminini Mungu. Yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini ya kwamba hayo asemayo yametukia, nayo yatakuwa. Aamini kwanza moyoni mwake kwamba hayo anayoyasema, hayo anayoyaomba, hayo anayemwambia Mungu yametukia. Akisha amini, nayo yatakuwa ya kwake. Asipoamini katika kusali, hayo asemayo hayatakuwa yake, kinyume chake. Ila akiamini moyoni mwake katika kusali ya kwamba hayo anayoyaomba, hayo anayomweleza Mungu, hayo ambaye ameyaweka kwa Mungu, akiamini ndani ya moyo wake, asione shaka moyoni mwake, ila amini wapi? Moyoni mwake, ya kwamba hayo anayoyasema yametukia. Biblia inasema nayo yatafanyaje? Yatakuwa yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amini kabisa ya kwamba hili jambo nimelisimamia, Mungu atafanya. Asione shaka moyoni mwake, yatakuwa yake, yatakuwa yake. Sasa unaomba uko hapa, lakini unawaza, hivi itakuwa kweli? Hivi itakuwa kweli? Hivi itakuwa kweli? Mbona sijasoma? Mbona sina mtaji? Mbona sina watu naofahamiana nao wakubwa? Uliye naye ni mkubwa kuliko wao, na unapoomba anakusikia. Usijidharau wala kuona mazingira unayotoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kafanya jambo lolote kwenye maisha yako saa yoyote. Hapangii na yeyote kukusaidia kwenye maisha yako. Vile unaona ndani ya moyo wako, jifunze kukua kutokea ndani ya moyo wako. Usimpe Mungu mipaka kwenye moyo wako kwamba hili anaweza, hili hawezi. No, yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu. Unaweza kusimama. Shida ipo kwenye kuamini tukiwa katika kusali, na hili imekwamisha watu wengi sana, wengi sana. Unaweza ukawa na bidii sana katika kusali, lakini kama hauamini kile unachokiomba kwenye madhabahu, haufaidi faida yoyote. Kwa unapoendelea kuweka bidii, kila unaloliomba
uamini ya kwamba ili Mungu amesikia, Mungu amejibu. Na ndio maana kuna watu wengine unashangaa kimaliza maombi, unashangaa anapeleka sadaka yake kwa Bwana. Kwa nini? Ndani ya moyo wake anaamini hili jambo limeisha. Mungu kafanya. Atafanyaje sijui, limeisha. Tayari amefanya. Na Mungu anatafuta watu wa namna hiyo ambao hawana wasiwasi na Mungu wao. Wanapoomba wanaamini amesikia. Hawakwamishwi na chochote, hawazuiliwi na chochote. Ndani ya mioyo yao wanaamini kile wanachokisema, wameamini ya kwamba amefanya. Atafanya saa ngapi sio swala lao, lakini wanaoamini Mungu amefanya kwenye maisha yao. Basi sema, Bwana Yesu, ninaomba neema yako, ninaomba unisaidie, ninaomba unisaidie ili neno ambalo umeliachilia kwenye madhabahu nikalielewe, nikalitendee kazi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana niwezeshe, niwe mtendaji wa neno, ili maombi nayoomba yakapate kibali mbele zako, na nisizuiliwe ndani ya moyo wangu kwa kuwa na mashaka ya kile ninachokiomba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, nisaidie hali ya mashaka, hali ya wasiwasi iondoke ndani yangu, niombe nikijua umesikia na unasikia ninapoomba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba sasa, dakika kidogo, kama dakika 5, endelea kuomba. Asante Bwana Yesu kwa neema yako tena, wewe ni Mungu aliye hai. Asante kwa rehema zako Bwana, asante kwa sababu ya uaminifu wako Kristo. Ni peke yako ambaye unatufundisha ili tupate faida. Wewe haupendi tupate hasara tunapoomba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu, ninaomba neema yako na mkono wako viendelee kwa pamoja na watoto wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, ninaomba mkono wako wenye nguvu uwe pamoja na kila mmoja, usitupungukie Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Weka bidii pale ambapo bidii imepungua, katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie kila mmoja, ili tuelewe ya kwamba ni wewe unayetenda, ili tuelewe ya kwamba wewe unatuwazia leo mema. Umesema kwa ajili ya Yerusalemu hautanyamaza, na kwa ajili ya Sayuni hautatulia, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninaomba watoto wako mahali hapa, hali ya kuomba isikatike ndani yao, wakiwa barabarani wewe wanaomba, ndani ya mioyo yao wewe wanaomba, katika jina la Yesu. Akiwa kazini awe anaomba, akiwa nyumbani awe anaomba, akiwa barabarani awe anaomba, katika jina la Yesu aliye hai. Pita kwenye maisha yao, pangua chochote kile ambacho hakijakaa sawa kwenye maisha yao, pangua hicho kwa jina la Yesu aliye hai. Rapagarobosaka oropokorabasaka oropokoriamasaka oropokorabasaka. Wewe ni Mungu aliye hai, pita kwenye maisha yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni peke yako ambaye unatuwazia hiyo mema, ni peke yako ambaye unatupenda, ni peke yako ambaye unatuwazia mema. Kwa damu ya Yesu aliye hai, pita Bwana,
Bwana, pita Bwana, pita Bwana, pita Bwana, pita Bwana, katika jina la Yesu aliye hai. Kila mmoja saidie Bwana, saidie Bwana, mwezeshe Bwana. Mwingine ana shida ya afya yake, mwingine ana shida kazini kwake, mwingine ana shida kwenye biashara yake, kutana na haja ya moyo wake. Pita kwenye maisha yake, pita msaidie, pita msaidie, pita msaidie. Tarabasaka ropokorobosaka ropokoroboshanda oropokorobosaka oropokorobosanda orobosikiyanda rina mahorabasaka. Wewe ni mwaminifu sana Bwana, wewe ni mwaminifu sana Bwana, wewe unatupenda upeo. Asante kwa mama huyu, asante kwa baba huyu. Saidie Mungu aliye hai, wewe ndiye ambaye unatutia nguvu katika jina la Yesu aliye hai. Asante kwa sababu ya upendo wako. Korabasata ropokorobosida oropokorobosaka rina makorobosika ropokorobosikianda oropokorapakoriamanda oropokorobosina ropokorobosaka katika jina la Yesu aliye hai. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa neema yako Bwana, asante kwa uaminifu wako, asante kwa sababu ya rehema zako. Mungu, tunaomba neema yako endelee kuwa pamoja nasi, ukitusaidia Bwana, ukitupigania Bwana, ukituwezesha Bwana, katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa upendo wako, asante kwa rehema zako, ni katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Amen. Unaweza ukashika sadaka yako sasa. Mungu, tunakushukuru kwa neema yako tena. Asante kwa sababu ya uweza wako na rehema zako. Tuko mbele zako tukihitaji neema yako. Asante kwa ajili ya watoto wako mahali hapa. Asante kwa ajili ya kila mmoja. Asante kwa namna ambavyo umetusemesha. Tusaidie Bwana kuyaweka kwenye matendo yote ambayo umetusemesha. Asante kwa upendo wako ulio mwingi. Hatujaja mikono mitupu, tumekuja na sadaka zetu. Ninaomba kwa kadri ya haja ya moyo kila mmoja msaidie Bwana, mwezeshe na kumpigania katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Baba, karibu kwa ajili ya baraka. Faida angalau ya saa moja ya jioni. Saa ya usiku tunapoteza kitu gani? Saa moja ya jioni tunapoteza kitu gani? Haleluya. Amen. Jumapili tunakwenda ratiba ya kalenda. Huwezi kupata kwa kila mafundisho kama haya. Haleluya. Amen. Lakini sasa tukitulia mahali hapa jioni, ndipo unapokea kile ambacho hakika wewe mwenyewe unasema mama hili kwa nini ndio kazi. Amen. Watu wa Mungu tushirikiane kusema neno. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae nasi sote sasa na milele. Amen. Pokeeni baraka ya Mungu. Bwana Mungu awabariki na kuwalinda. Bwana Mungu awaangazie nuru ya uso wake na kuwafariji. Bwana Mungu awainulie uso wake awape amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Na asikia na sauti yako
Barikiwe sana baba. Amen.